Imeelezwa kuwa thamani ya hisa za kampuni ya Zan Securities Limited inayomiliki mfuko wa Timiza Fund imepanda kutoka shilingi bilioni 10.38 hadi kufikia bilioni 31.7 kwa kipindi cha miezi 19 cha kuanzia Julai mwaka 2024 hadi mwezi Machi mwaka huu. Hayo yamebainika wakati wa kusoma taarifa ya mwaka ya mfuko huo kwenye mkutano wa mwaka uliofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya wawekezaji 100 wameshiriki mkutano huo. Akisoma taarifa hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Zan Securities Limited, Rafael Masumbuko, amesema uwepo wa wawekezaji zaidi ya 8,000 katika kampuni hiyo umechangia kuongezeka kwa kasi thamani ya hisa hizo. Thamani ya mfuko imeongezeka kutoka bilioni 10.38 Julai 2024 hadi kufikia bilioni 31.7 tarehe 4 Machi 2026. Tulianza na wawekezaji 210 mwezi Julai 2024. Leo hii ninayo furaha kutangaza kuwa tuna wawekezaji 8,741 ambalo hili ni ongezeko la kusajabisha la zaidi ya 4,000 ndani ya miaka miwili. Tunatumia teknolojia kupunguza gharama za uendeshaji, yani manual processing, na kurudisha faida hiyo kwa wawekezaji. Yani tukitumia kidijitali, manake tunapunguza muda wa kuprocess information. Kwa hiyo ile faida inayopatikana kwa kupunguza muda ndio mwekezaji anafaidika nayo. Uwekezaji wa pamoja ni nyenzo muhimu ya kujiinua kiuchumi, na tafiti inaonyesha kuwa maendeleo ya nchi yanaendana moja kwa moja na utumiaji wa huduma za kifedha. Kupitia Timiza Fund tunajenga utamaduni wa uwekezaji kwa kila Mtanzania. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali kwa jumla kwa kuendelea kusimamia na kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji hapa nchini kwetu. Tunaiomba serikali na vyombo vya usimamizi wa masoko kuendeleza juhudi za kuboresha mazingira ya masoko ili wawekezaji waendelee kunufaika na ongezeko la thamani ya uwekezaji pamoja na kukuza kipato chao. Zan Securities itaendeleza mipango yake ya kimkakati ikiwemo elimu ya kuboresha mifuko na mifumo na huduma kwa wawekezaji pamoja na kubainisha fursa nyingine za kibiashara kwa manufaa ya wawekezaji na wadau wengine. Aidha, itaendelea kuimarisha mfuko kwa uendeshaji wa mfuko ule ili uwe wa kisasa zaidi na kuhakikisha wawekezaji wanapata faida shindani inayoendana na hali ya soko. Kinachopaswa kufanyika ni kuelimisha zaidi na zaidi. Unavyosikia kuna matukio kama haya, watu wanapaswa kuja kuhudhuria, kwa sababu utakapopata awareness ya namna ambavyo unaweza kuwekeza, ndipo unaweza kuwa mshiriki mzuri wa uwekezaji na kunufaika na matunda ya uwekezaji. Tulitegemea hii mfuko tungepata asilimia kama 13 kufikia mwishoni mwa mwaka, lakini naona kama wamegrow zaidi, wameweza kufikia asilimia 15 ambazo watu wengi walikuwa hawana taarifa. Kwa hiyo ni kitu kimoja kikubwa sana na ni umuhimu wa huu mkutano. Kwa hiyo inaonyesha ni mafanikio makubwa sana. Faida nyingine ambayo unaweza kupata, unajua ulichokiwekeza.